Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na kusababisha vifo vya takriban watu 12 na kujeruhi wengine zaidi ya 30 katika mashambulizi makubwa yaliyolenga maeneo mbalimbali jiji hilo, huku mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine ukiendelea kukabiliwa na upungufu wa makombora. Mashambulizi hayo yamefanyika usiku wa kuamkia hii leo Agosti 20 mwaka 2026, wakati ving'ora vya tahadhari vya mashambulizi ya anga viliposikika katika maeneo mbalimbali ya Kiev. Wakazi walilazimika kujisitiri huku milipuko ikisikika kwa nyakati tofauti, wakati vikosi vya ulinzi wa anga vya Ukraine vikijaribu kuzuia wimbi la makombora na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa katika mji huo. Kwa mujibu wa huduma ya dharura ya Ukraine, majengo ya makazi pamoja na maghala yalishambuliwa katika maeneo mbalimbali ya Kiev. Hospitali ya watoto na shule pia ziliripotiwa kuharibiwa, huku baadhi ya majengo yakikumbwa na moto na mengine kuathiriwa na milipuko pamoja na mabaki ya silaha zilizoangushwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Mamlaka za Ukraine zimesema mashambulizi hayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu na kukatika kwa huduma ya umeme katika maelfu ya majengo. Baadhi ya maeneo ya Kiev yalibaki gizani, huku timu ya dharura ikifanya kazi usiku kucha kuzima moto, kuwahamisha watu kutoka maeneo hatarishi na kutafuta manusura katika majengo yaliyoharibiwa. Mashambulizi hayo yalihusisha takribani makombora 20 ya Urusi pamoja na ndege zisizo na rubani zilizotumiwa katika wimbi kubwa la mashambulizi. Mamlaka za Ukraine zimesema mifumo yake ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia baadhi ya silaha hizo, lakini idadi ya makombora yaliyopenya kwenye ulinzi hiyo ilitosha kusababisha uharibifu mkubwa katika maeneo mbalimbali ya mji mkuu. Wizara ya ulinzi ya Urusi, hata hivyo, imesema operesheni hiyo ililenga vituo vya kijeshi na maghala yanayotumiwa na vikosi vya Ukraine. Moscow ilisema ilitumia silaha zilizorushwa kutoka angani, ardhini na baharini katika mashambulizi hayo, huku ikidai kuwa ndege zaidi ya 700 za Ukraine ziliangushwa. Madai hayo ya Urusi kuhusu idadi ya ndege zisizo na rubani zilizoangushwa yathibitishwa kwa kujitegemea, wakati Kiev ikiendelea kueleza kwamba mashambulizi ya Urusi yanaendelea kuweka maisha ya raia hatarini. Ukraine imekuwa ikishtuma Moscow kwa kutumia mashambulizi ya masafa marefu kuharibu miundombinu muhimu na kuongeza shinikizo kwa wananchi wake. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema vifo na uharibifu uliotokea Kiev vinaonyesha kwa mara nyingine umuhimu wa kuimarisha uwezo wa nchi hiyo wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga. Zelensky amesema tatizo kubwa ambalo linaikabili Ukraine ni upungufu wa makombora ya ulinzi wa anga, hasa yale yanayoweza kuzuia makombora ya ballistic yanayorushwa na Urusi. Katika ujumbe wake kupitia Telegram, Zelensky amesema kwamba Ukraine inapokosa makombora ya kutosha kuzuia makombora ya ballistic, Urusi haina sababu ya kuamini kwamba mashambulizi yake yanaweza kuzuiwa. Kwa mujibu wa rais huyo, kuongeza uwezo wa ulinzi wa anga ni sehemu muhimu ya kulinda raia na miundombinu ya Ukraine pamoja na kuongeza shinikizo kubwa kwa Urusi. Ukraine kwa muda mrefu imekuwa ikiomba washirika wake wa Maghreb kuongeza usambazaji wa mifumo ya ulinzi wa anga na makombora yake. Kiev inategemea kwa kiasi kikubwa mifumo ambayo inatolewa na nchi washirika, huku vita vinavyoendelea kwa muda mrefu vikisababisha matumizi makubwa ya makombora ya kuzuia mashambulizi. Mashambulizi ya hivi karibuni yanaonyesha changamoto kubwa inayoikabili Ukraine katika kulinda miji yake dhidi ya mchanganyiko wa makombora, ndege zisizo na rubani na silaha nyingine za masafa marefu. Urusi imekuwa ikitumia ndege zisizo na rubani kwa wingi katika mashambulizi yake, huku makombora yenye kasi kubwa yakiwa miongoni mwa silaha zinazoweka shinikizo kubwa kwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine. Kwa upande mwingine, Moscow imeendelea kusema kwamba malengo yake ni ya kijeshi, lakini mashambulizi katika miji ya Ukraine yamekuwa yakisababisha vifo vya raia na uharibifu wa nyumba pamoja na miundombinu ya kiraia. Kiev imekuwa ikitaka washirika wake wa kimataifa kuongeza msaada wa kijeshi ili kuzuia mashambulizi hayo na kulinda maeneo yenye wakazi wengi. Mashambulizi hayo yanaonyesha sura nyingine katika vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, huku pande zote mbili zikiendelea kutumia mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya malengo ya upande mwingine. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania
kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.